Ndugu zangu waandishi wa habari, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza kuanzia tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 limeanza kupokea taarifa kutoka kwenye vyanzo mbalimbali zinazoonesha kuwa baadhi ya wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema katika mkoa wa Mwanza wanapanga kukutana na kufanya mikusanyiko isiyokuwa halali kwa lengo la kushinikiza kuachiliwa huru kwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, ambaye kiongozi huyo anatarajiwa kufikishwa mahakamani tarehe 24 mwezi wa 5 tarehe 24 mwezi huu mwaka 2025 jijini Dar es Salaam. Taarifa zinazopokelewa na Jeshi la Polisi ni kuwa wanawake na watoto wanashawishiwa na baadhi ya viongozi wa chama hicho kushiriki kwa wingi katika mikusanyiko hiyo isiyokuwa halali. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na taarifa hizo, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza linawatahadharisha wananchi kutojihusisha kabisa au kushiriki katika mikusanyiko hiyo isiyokuwa halali, bali linawataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kujipatia kipato bila hofu ya aina yoyote. Na Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza limeimarisha doria za askari katika maeneo yote ili kuhakikisha kuwa wananchi hao wanaendelea kufanya kazi zao kwa usalama na amani, na wale ambao watajihusisha katika mikusanyiko hiyo isiyokuwa halali au kufanya vurugu au uvunjifu wowote wa amani, Jeshi la Polisi halitasita kuchukua hatua kali za kisheria kama hatua mojawapo muhimu ya kulinda amani na usalama wa wananchi wa mkoa wa Mwanza. Pia Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza linachukua nafasi hii kuwakumbusha wananchi wote wa mkoa huu kutoa taarifa za mikusanyiko hiyo isiyokuwa halali au uvunjifu wote wa amani mara moja utakaojitokeza katika maeneo wanayoishi, ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa mara moja na Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza. Ndugu waandishi wa habari, hiyo ndio taarifa fupi ambayo nilipenda iwafikie wananchi wote wa mkoa wa Mwanza. Hali ya mkoa imeendelea kuwa shwari. Kila mwananchi anao wajibu wa kutunza amani, usalama wa mkoa huu ili shughuli zao waendelee kuzifanya katika hali ya utulivu, usalama na amani.